Dennis Mkandaji akiendelea kuwakanda kimataifa. Na hiki kiwango tukitarajia kukiona ndani ya msimu mzima ambacho amekionyesha wachezaji wa Simba kwenye mechi ya jana, ama ni kumkaribisha coach ile honeymoon watu wanasemaga? Hiyo ipo siku zote. Mwalimu akiwa mpya mambo yanakuwa hivyo. Kisha kupambania namba tena. Jana nangu kacheza nafasi ambayo michezo kama 2-3 ya mwanzoni inaonekana kama Chamu ile nafasi amechukua. Lakini amekuja mwalimu mpya, wote mnakuwa wageni, kwa mnakuwa na nafasi ya kuweza kubaki kwanza moja. Ndio maana nakuta watu huwa wanachangamka kwenye hizi michezo ya mwanzo. Kwenye hilo swali ambalo umeliuliza kwamba hichi ambacho kimeonekana pale ndio itakuwa muendelezo wa msimu mzima, hapo ndipo ambapo kuna utata kwamba ile performance ya jana itakuwa zaidi au itarudi nyuma baada ile honeymoon ya mwalimu mpya kupita. Labda watu washajakishia namba, wataendelea kupambana hivi au mambo yatabadilika. Hapo ndipo kuna swali, kwa sababu kwenye hii misimu ambayo Simba wamekosa ubingwa, sio kwamba haje kuwa na performance kama ile ya mechi ya juzi. Kwa michezo wao perform vizuri tu kama vile ilikuwa juzi, lakini baada muda unakuta ile performance huioni tena, yani mambo ndio yanaishia hapo. Kwa hiyo consistency ndio imekuwa shida. Kwa mfano msimu uliopita umezungumza mazuri kwamba walitofautiana alama 4 kwenye mchezo wa mwisho. Lakini kulikuwa na uwezekano Simba kuchukua ubingwa bila hata kumfunga Yanga Africans. Kuna michezo mingine miwili kwa drop alama kwenye maeneo ambayo angeweza kuondoka na alama 3, na ile mechi ya mwisho hata singekuwa na madhara kama angefungwa au singefungwa. Lakini kwa nini iko hivyo? Kwa sababu alikosa muendelezo wa kuwa na kiwango bora kwenye kila mchezo. Hivyo pia kuna msimu hapa Simba alikuwa na wastani mzuri wa kufunga mabao, yeye ndo alifunga mabao mengi. Ilikuwa ni msimu 2022-23. Yeye ndo aliruhusu mabao machache. Yeye ndo timu ambayo ilipoteza michezo michache. Lakini kulikuwa na sare zimerundikana katikati hapo, zikamfanya Yanga Africans awe bingwa, ambaye alifunga mabao machache, aliruhusu mabao mengi, alikuwa na kishi chache. Lakini kwa sababu yeye alikuwa na muendelezo wa kuokota alama game baada ya mechi, hata kama akishinda bao moja alikuwa anaweza ku maintain mpaka anashinda. Hiyo ndio ikawa tofauti ilikuwa hapo. Kwa hiyo issue hapo ni consistency. Yaani bado anadaiwa Bwana Pantev ni muendelezo wa kile ambacho kimeonekana pale na kwa namna gani ambavyo kinakuwa. Ikitokea ambacho tumekiona pale ina develop. So nimemsikia sehemu moja anaulizwa, anakuambia, anasema bado hajaridhishwa na kile ambacho kimeonekana. Ni sio kwamba kimekuwa ni kiwango cha juu sana, bado anaamini ana kazi kubwa ya kuifanya, na naamini kipindi cha pili angalau timu inaweza kucheza vizuri. Kama kweli kile ambacho alikuwa anakizungumza ndo ambacho anakipanga na ndo ambacho kinaweza kutokea, inawezekana kweli kwani msimu mwingine wa tofauti ambao tukashuhudia ushindani mkubwa sana. Kwa sababu kile performance ya jana una guarantee kwenye mechi za ligi utawafunga wengi sana. Sababu singizeni ni bingwa ya timu. Kimeta Tanzania kuna timu nyingi tunazidi quality ambazo zinashiriki ligi kuu. Kwa kama Simba anaperform kwenye level kama ile kwenye kila mechi, au anaongeza kiwango zaidi ya pale kwenye kila mchezo, maana kuna guarantee kwa kota alama kwenye michezo mingi sana kuliko ambavyo ilikuwa misimu ya nyuma. Pia kwenye mawazo chanya, kiwango kikiwa kile, msimu huu unawezekana kana sana nafasi nyingine ya kuweza angalau atakushinda makombe ambayo huko nyuma hakuweza kushinda. Lakini ikija kwenye issue ya consistency, kitu ambacho kimekuwa ni shida yao, kwangu mimi naamini itakuwa ni msimu mwingine ambao wa kuendelea kustruggle. Na yeye kuna kitu kingine ambacho kiendelea kukifanyia tafiti, anaamini kwamba ana wachezaji wengi wazuri kwenye timu ambao wanaweza wakafanikisha yale ambayo yeye anahitaji, kwa maana namna gani ambavyo anataka timu yake iwe. Ndio Kama mwalimu anazungumza kwamba kuna kundi la wachezaji wengi ambao ni wazuri, ambao anaamini kwenye mipango yake anaweza kumfanyia kazi, ni kitu kizuri, kwa sababu kama uongozi wanakuwa washamaliza kila kitu, inakuwa sasa ni kazi yake yeye kuweza kufanya kazi kwa ile kundi la wachezaji ambao yuko nao. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, kitu ambacho wanatakiwa kuhope au kukitamani au kukiombea ni muendelezo na development, yani kuanzia pale mpo alikuwa jana na kiwango kiendelee kukua zaidi. Kuliko jana akaperform vile, afu mechi inayokuja inakuwa down kidogo, itakuwa ni tofauti na kwenye ile kushinda. Eben, kwa upande wako, kwa wachezaji ambao wamepata nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha manager Dimitar Pantev, unaona wakiendelea kuwa katika nafasi hiyo, hasa kwenye eneo la goalkeeper? Kwa maana jana tumemwona Yakum Suleiman akicheza na kwanza katika mechi ya kimataifa kutokana na kipa namba 1 wa klabu hiyo Kamara kuwa anauguza majeraha.
Unamwona Yakub akiendelea kuipambania nafasi hiyo na kupata nafasi mara nyingi zaidi msimu huu kuliko Kamara? Hapana. Okay. Kama kila mtu yuko fit, unaamini Kamara ana nafasi kubwa ya kwanza kwenye timu. Na moja ya maeneo ambapo walimu wamekuwa wagumu sana kubadilisha, hata wale ambapo wamekuwa ni wana wageni kwenye timu, imekuwa ni ile partner ya center backs pamoja na eneo la goalkeeping. Mara nyingi sana goalkeeping imekuwa ni ngumu sana kubadili. Labda kwa kuna shida ya yule goalkeeper namba 1 awe kwenye matatizo labda ya kiwango, amekuwa na kiwango ambacho ni kibaya kiridhishi, alikuwa anaruhusu magoli ambayo ni mepesi, au amekuwa na majeraha. Lakini kama anapokuwa fit, mara nyingi makocha wamekuwa wanapenda kuwatumia, na hiyo pia inausudu the way ambavyo game ya kwanza ya Pantev tumeona timu yake inataka kucheza. Timu yake inataka kucheza kuanzia nyuma, muundo wa watu watatu kwa eneo la chini, wawili katikati, kwamba katika wale watatu wa mwanzo tumeona mwalimu anatumia walinzi wawili wa kati, kwamba Derok pamoja na Wilson ambaye alianza jana, Wilson Nangu, na eneo la katikati alikuwa na drop kiungo wa chini ambaye kipindi cha kwanza alianza Nabi, si ndio? Alianza Nabi Kamara. Alianza Nabi Keita, Nabi Keita, si Nabi Keita, Nabi Kamara. Nabi Keita. Okay, wanapeleka kimataifa huko. Nabi Kamara alikuwa na drop eneo la katikati kuchukua mpira. Kwa hiyo ilikuwa inatengeneza shape ya watu watatu. Na ilikuwa inasaidia kidogo timu kukubiti namba ya press ambayo ilikuwa inaongeza timu kama Singizini. Kwa tathmini yangu tu ya jana, kitu ambacho nimeona mwalimu anajaribu kufanya, ameonyesha ni mwalimu ambaye anapenda soka la ushambuliaji, lakini pia amependa timu ambayo ina progress ya kutoka na mpira wa nyuma kuanzia eneo la goalkeeping mpaka mbele. Sasa nikiangalia kwenye hiyo engo, nikiwa compare magolikipa wawili, naona Kamara na edge kidogo kwenye hicho, na mimi anaweza kuofa kitu kizuri zaidi tofauti ya Yakub. Kwa hiyo naona still ataendelea kwa golikipa namba 1 kwa Simba. Na kwa upande wa timu kwa ujumla, nadhani ni mapema sana, lakini mwalimu yeye ambacho anabeba positives, mambo chanya. Cha kwanza, timu imepata ushindi. Hiyo ni jambo la muhimu sana, tena ushindi mkubwa, bao 3 away from home. Ni ushindi wa muhimu, unaleta kidogo morali kwa timu. Kwa kila mchezaji anaona tayari ni part ya timu. Lakini cha pili, unaona positive ambao unaiona kidogo, wachezaji kidogo wameanza kuelewa muundo wa uchezaji. Kuanzia ambao wameanza jana hata waliotokea nje, unaona kidogo wachezaji kidogo wanaonesha ule uhai kidogo wa kuelewa nini ambacho mwalimu anataka. Lakini kuna vitu pia vya kuboresha, swala zima la intensity kwenye uzuiaji. Timu kidogo ilikuwa inaonekana ina lack intensity kwenye eneo zima la uzuiaji, lakini eneo la kiungo kulikuwa kuna mashimo mengi sana kipindi cha kwanza, ambapo kama unakutana na mpinzani ambaye yuko makini anaweza akakuadhibu kidogo. Naona kipindi cha pili kwa substitution ambazo mwalimu alizifanya kidogo zikapunguza mambo, kuingiza mtu kama Morris Abraham, Yusuf Kagoma, Kibu Dennis, huyo Jonathan Soa, kidogo ikafanya timu iweze kutulia, kucheza mpira na kuzuia mashimo ambayo tumeyaona. Kwa hiyo nadhani kuelekea mbele kila mchezaji ana fair challenge ya kupambania namba kwenye timu, kwa sababu wana quality ambazo zinaweza kuonesha hicho kitu. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, mwalimu naye ameonyesha kwamba ni mwalimu ambaye ana usudu sana soka la ushambuliaji. Kwa hiyo nadhani is time kwa wale wachezaji ambao wana sifa sana za ushambuliaji kwenda kupata wakati mzuri sana wa kucheza kwenye kikosi ambacho kipo. Kwa hiyo nadhani kwa huu mwanzo kila mchezaji mara nyingi anakuwa anatamani kushow kitu ambacho anacho, lakini hata kwa alichokiona jana ni vile vile ambao tumeviona Simba wanacho. Lakini kitu kingine ambacho nimekipenda, nimeona Simba kidogo sasa hivi wameweka msitizo kidogo kwenye set pieces. Ndio kitu ambacho pekee kimewakumbuka kinawapa magoli. Hili nadhani ni bao lao la 4 sio la 3 msimu mpaka sasa kwenye set pieces. Wame improve. Ushina na bao mawili ya set piece. Chamua na bao moja ya set piece, ni bao la 4. Mabao manne kwa hizi games ambazo wamecheza. Yaani Simba wana uaseno fulani hivi. Kidogo wana uaseno. Mimi napenda sana kutumia Midland. Okay. Timu ambayo haichezi ligi hizi kubwa wala iko Denmark, lakini wanapiga sana set pieces. Hata Arsenal wafiki kwa wale majamaa. Na hata msimu huu Chelsea amefunga magoli mengi ya set pieces kuliko Arsenal. Ni vile Arsenal wanasema watu. Lakini ukiangalia ile kitu ambacho Simba naona wameimprove, kuanzia wana deliver mipira kwenye box, kwenye hizo corners au mpira foul. Naona msimu uliopita tuliona kwa mtu kama Jean Charles Ahoua
tunamtegemea sana kwa asilimia kubwa, lakini msimu pia tumeona hata Neo Maema deliver zake pia zimekuwa ni nzuri. Kwa hiyo nadhani ni mwanzo mzuri kwa kocha Dimitri Pantev.